Wapendwa wazazi na waheshimiwa sana kidato cha 4 ambao ni sababu ya sisi kuwepo mahali hapa siku hii ya leo. Wapendwa wanafunzi wote, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Milele amina. Tumsifu Yesu Kristo. Mbona sauti hizo hazilandani na wingi wetu? Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Milele amina. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa familia ya Mungu, tumekutanika hapa kwa ajili ya kuwaaga ndugu zetu wa kidato cha 4 ambao tumekaa nao kwa miaka 4 katika vipindi na nyakati mbalimbali. Tuna kila sababu ya kuwapongeza kwa karama zao ambazo walizitumia kati yetu, nasi tukashiriki karama hizo zikazaa matunda katika jumuiya yetu ya Mama Maria Goretti. Hivyo wanapoondoka kwetu ingepaswa iwe huzuni, lakini kwetu ni furaha kwa sababu wanakwenda kupiga hatua katika safari yao ya elimu. Mara tu baada ya kumaliza mitihani yao ya kitaifa, wanapopata matokeo wanajiandaa kupiga tena hatua katika safari yao ya kielimu. Hivyo tunapoaga, tunawaombea na kuwakabidhi mikononi mwa Mungu Roho Mtakatifu, kama ibada ya leo tunayosali ya kumwomba Mungu Roho Mtakatifu akaangaze akili zenu ili zikauishwe kutambua yale yaliyo ya Mungu na kukumbuka yale ambayo yatatuongoza katika ufanisi wa hapa duniani, hasa masomo tunayosoma ambayo tutayatumia hayo kupimwa jinsi tulivyoelewa kwa mitihani ya masomo mbalimbali. Hivyo tunawatakia kila laheri katika maandalizi yenu ya mitihani iliyo karibu, lakini tunawapongeza pia kwa kudumu miaka 4 mkiwa katika jumuiya na taasisi hii, mkiipenda na kuitumikia, na hata leo mnahitimu. Tukiwaaga, tumpe Mungu sifa na shukrani. Tunawapongeza wazazi ambao walipenda kuchagua taasisi hii iwe ni sehemu muhimu ya malezi yenu kwa miaka 4, wakishirikiana na walimu pamoja na walezi wote, hasa watawa wanaofanya kazi katika taasisi hii, wakiwamegea yale ambayo yatakuwa ni msaada mkubwa katika safari yenu ya maisha. Na hata leo hii mnapohitimu, tukitafakarishwa juu ya kufahamu majira na nyakati kama tulivyosikia katika Injili, tunawaombea basi mkapate kunyambua mjue nyakati tunazoishi ni nyakati zenye changamoto nyingi. Hivyo mkakamilike katika pendo la Mungu kwa kutambua nyakati ambazo zinampendeza Mungu aliyewaumba kwa sura na mfano wake, ili maisha yenu yakawe na furaha. Ndugu zangu kidato cha 4 na wanafunzi wote, tunafahamu katika safari ya maisha ya mwanadamu inayoanza anapotungwa mimba na kupuliziwa pumzi ya Mungu ambayo tumeshirikishwa, na safari ya kiumbe kipya inapoanza mpaka anapoaga dunia hii, kuna mambo mengi ambayo mwanadamu anapitia. Ndio maana mhubiri leo anatuambia kila jambo na wakati wake. Kuna wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Hivyo tunapozaliwa tukiwa katika unyonge na utepetepe wa maisha yanahitaji kulindwa, wazazi wetu wamefanya kazi kubwa ya kuhakikisha tuko salama, ya kuhakikisha tunapata mahitaji muhimu
ya kuhakikisha kifua cha mama kimekuwa hoteli yako, ambayo nyakati zote ulipata malisho bora yaliyokupelekea kuwa na afya njema. Mgongo wa mama ukawa gari lako lililokusafirisha kwa nyakati mbalimbali kukufikisha pale ulipotakiwa, na mama akawa sauti yako ya kukutetea katika yale ambayo yanaweza kuwa hatarishi na kukupigania yale yaliyohitaji lako. Hivyo ndugu zangu, tuna kila sababu ya kuwashukuru wazazi wetu ambao Mungu aliwatumia ili sisi tuweze kuzaliwa, ili sisi tuweze kurithishwa tunu za kiutu za kibinadamu ambazo zinafanya mwanadamu aonekane katika ukamilifu wa umuhimu wa kuwepo duniani. Hivyo kidato cha 4, najua leo wazazi wenu watafika, mkawashukuru kwa mambo mengi waliowatendea tokea mlipozaliwa mpaka hatua hii mliofikia. Mkatambua kwamba wazazi hawakuwa wafadhili wenu wa kuwapatia kila kitu mlichotaka, ila walikuwa ni watetezi wenu wa kuhakikisha kila mlichokihitaji mmekipata. Na moja ya hitaji muhimu ni haki ya kupata elimu, ambayo wamejinyima na kujisukuma wakihakikisha mmepata haki hiyo. Basi mkapange jinsi ya kufanikisha safari hii mliokwisha kuianza. Umri mlionao kidato cha 4 si umri tena wa kushindwa kujua umetoka wapi na unaenda wapi. Nilikwisha waambieni nyakati fulani nilipofika hapa kwamba jamii ya mtaani au vijiweni wanawaita ninyi ni watoto wa 2000. Watoto wa 2000 wana mambo yao mengi. Ninyi ni wale mlioponea chupuchupu, survivors of abortion, mlioponea chupuchupu kuuawa kwa sababu mmezaliwa kipindi cha maendeleo makubwa ya kuangamiza maisha, lakini ya maisha yenu ya kuangamizwa Mungu aliyalinda kupitia wazazi wenu, mkazaliwa na mnaonekana jinsi mlivyo. Mkawashukuru wazazi kwa kuwapigania, mkaweza kusurvive, mkaweza kuwepo. Kwa kutokuwa na ubinafsi, wakapenda kuhangaika miezi 9, wengine wakisumbuliwa na kichefuchefu, wengine kuvimba miguu, wengine maumivu na kujisikia vibaya kwa nyakati mbalimbali, mpaka miezi 9 ilipotimia, na ndipo tulipompata Glory, Neema, Joni na wengine wote katika dunia hii ambao leo tunawashabikia na kuwasherehekea kama mnavyowaona waking'aa. Vidato vingine wanawaangalia, wanawaona katika taswira ya pekee. Nywele zao zimekuwa laini kama za paka. Kumbe ukifika kidato cha 4, ukiwa na uhakika wa division 1, nywele zinalainika zenyewe. Tumewaona walipokuwa wanaleta neno hapa, jinsi walivyopendeza. Jamani, wanapendeza wapendezi? Wenye wivu akijinyonga tutampoteza, asijinyonge. Wenye wivu abadilike. Ndugu zangu, naomba tuwape ujumbe kidato cha 4 juu ya kuwa na mipango.
Tunaambiwa kila kitu na majira yake, hivyo tunahitaji kuwa na mipango. Kupanga ni kumaliza mwaka kabla ya kuanza. Mtu anapoishi mwezi wa Januari akapanga mwezi wa 5 ataenda likizo, mwezi wa 9 ataenda kwa ajili ya matibabu, mwezi wa 11 ataenda kuwasalimia wazazi, na mwishoni mwa mwaka atafanya jambo hili na lile. Anapanga. Kupanga ni kumaliza mwaka kabla ya kuanza. Mnapofika kidato cha 4 mkaanze kupanga. Chunguza karama zako, angalia vipaji vyako, ukapange. Kama kichwa chako ni cha PCB, ukapange kuwa daktari anayeokoa maisha, sio anayeangamiza maisha. Tunao madaktari sasa ambao kazi yao ni kuokoa maisha, lakini wao wanasaidia wengine kuangamiza maisha, hasa kwa kuangamiza maisha ya watoto wasiozaliwa bado. Kama kichwa chako ni cha PCM, ukajiandae kusoma masomo hayo, tukapate wakandarasi wengi wa kuleta maendeleo ya jamii. Kama kichwa chako ni cha masomo ya sayansi ya jamii, tukapate watu wengi wa kulihudumia taifa la Mungu, ili likapate auheni kwa kupata wataalamu wa kutosha, ambao ninyi ni moja wataalamu mnaoandaliwa katika fani mbalimbali. Hivyo chunguzeni karama zenu, uwezo wenu, mkapange. Na ujue matokeo yanapotoka ya kidato cha 4, ukajua unapanga vizuri, utafikia vizuri. Kupanga ni kuhesabu mayai kabla hayajatagwa. Mtu anayefuga kuku akiwa na kuku 50 anaanza kupanga, wakianza kutaga kila siku nitaokota mayai 40 au 10, pengine watakuwa kwenye changamoto. Hivyo anapopanga anatarajia kufikia hatua fulani ya mafanikio. Nanyi mkapange, mtayafikia vipi mafanikio ya maisha mara baada ya kufikia kidato hiki cha 4. Kuna vijana sasa hivi wanapanga kufuga nywele, kufuga ndevu badala ya kufuga kuku. Sasa ukipanga kufuga nywele ziwe ndefu na kuzifanyia marekebisho ya kipekee, ni kweli ni mipango, lakini je, ina faida na wewe? Ukipanga kufuga kuku, kufuga nguruwe, kufuga mbuzi na wanyama wengine ambao wana manufaa kiuchumi, utakuwa una mipango yenye faida. Kupanga ni kuzuia jambo baya kabla halijatokea. Mkapange kuzuia yale yatakayokuwa kizuizi cha ninyi kufikia mafanikio yenu. Mkajua ya kwamba fahari ya mwanamke wa Afrika uwe na mtoto. Usipokuwa na mtoto, mawifi watasema unajaza choo, utanyanyasika. Tunzeni afya yenu ya uzazi. Tambueni ukamilifu wa afya yako unaundwa na mambo mengi. You have a physical health, the way you look. Lakini pia mna afya ya uzazi ambayo ni muhimu kuitunza. Angalieni jamii yetu ilivyovamiwa na changamoto nyingi za ushoga na usagaji, kutokana na changamoto za kipindi hiki tunachoishi cha mapinduzi ya ngono. Nyakati hizi ambazo mambo
yaliyoonekana ni aibu nyakati zilizopita, yaliyofichika watu wasiyasikie, na yalionekana ni mambo ya aibu kuyazungumza mbele za watu. Nyakati hizi ambazo jamii imewekwa wazi mambo yote kupitia mitandao ya kijamii, kila kitu kiko kiganjani mwako, tunapaswa kuanza kuishi maadili ya kuchagua, ethics of making choice. You need to have ethical values of making choice. Uwe ni mtu unayeshikamana na maadili ya kuchagua. Hiki kinakujenga, shikamana nacho. Hiki kinakuharibu, achana nacho. Usipojifunza hilo, ukakumbatia kila kitu, utajikuta katika changamoto nyingi ambazo zitakufanya ukose furaha katika maisha yako. Kupanga ni kulima mazao kabla ya baa la njaa kuja. Pangeni ili mkavune mazao, mkawe na uhakika wa shibe, na shibe hiyo ikawape furaha, kwa sababu si kila mtu anayelima anashiba. Wengine wamelima mazao yao yameibiwa shambani, wengine wamelima wakasumangwa na kunyanyaswa na chakula wakashindwa kula. Mipango ni muhimu ili kufanikiwa. Kupanga ni kuzuia jambo baya kabla halijatokea. Pangeni kuzuia yale yote ambayo yanaweza kukunyima furaha ya maisha, kwa sababu maana halisi ya maisha ni kutafuta ukamilifu wa furaha unayoitaka wewe. That is the real meaning of life. When you are told what does life mean, ufikia ukamilifu wa furaha ya maisha ambayo unataka wewe. Kuna mwana teolojia mmoja aliyezuka, atujui kwa teolojia ya wapi, ambaye jina lake nimelihifadhi. Akasema mbinguni ni mahali pazuri, hakuna mahangaiko, na nyumba zote ni magorofa. Wakamuuliza, sasa umeacha magorofa ukarudi duniani kufanya nini, kukaa kwenye nyumba za chini? Wakamuuliza pia, kama kuna furaha yenye utimilifu wote, umekuja tena kukusanya sadaka za nini? Sasa angalieni, mkawe na misimamo ya kiimani. Kama wewe ni Muislamu, ukaonekane msikitini. Kama wewe ni Mkatoliki, ukaonekane kanisani. Kama wewe ni Mlutheri, ukaonekane kanisani kwako. Na kama wewe ni wa imani fulani, ukafanyia utafiti imani yako. Dini ya kweli ni dini inayohubiri ukweli. Kuna michepuko ya dini zinazofifisha uelewa wa watu na kutumia matatizo yao kama mtaji ili viongozi hao kujinufaisha. Usikubali kwenda kuwa mtaji kwa dini isiyo na historia, isiyoeleweka. Na wewe kama ni mtu wa dini yoyote, fanya machimbuko ya imani yako, fahamu historia ya imani yako, ndipo utakapokujua ya kwamba unatembea katika uhalisia wa ukweli wa imani. Usidanganye. Dunia leo imejaa matapeli wa imani, matapeli wa mapenzi, matapeli wa fedha na mali, na madalali wamezunguka kila kona wakitangaza biashara za watu na si za kwao. Hivyo mwanamke anaolewa kupitia njia ya madalali, ndoa yake ina upendo. Sasa hivi ukitaka dalali wa kitu chochote utampata. Kimwambia natafuta mchumba, alitoa namba za simu, taambiwa piga namba hii. Hata huyu anatafuta mchumba.
Sasa dalali wa maisha ya ndoa atakufanya ndoa yako ikose furaha, lakini maisha ya ndoa yaliyovutwa na roho yako mwenyewe na moyo wako yatakuwa na chimbuko la furaha. Kupanga ni kutabiri wakati ujao. Tambueni wakati ujao ni wa changamoto nyingi. Oneni kuanzia sasa ulimwengu tunaoishi tunakumbwa na changamoto mbalimbali, na hivyo tuna kila sababu ya kupambana na changamoto hizo. Kupanga ni kupania kuwa na furaha katika maisha yako. Hata kama umepata division 3 lakini ulifanya bidii vya kutosha, utajilaumu, utasema nilijitahidi, lakini Mungu amenipa viwango hivi kama zawadi yangu. Na niwaambie, if you think education is expensive, try ignorance. Tafsiri yake ni wataalamu wa Kiswahili, HGL wapo. Anayedhani elimu ni ghali ajaribu ujinga, uone ulivyo mrahisi, au kugharimu chochote. Ukiamua kuwa mjinga upati gharama yoyote. Kazaneni kutumia akili yenu, utashi wenu, ufanya maisha yako yawe marahisi zaidi. Kuna watu wanasoma lakini hawawi na manufaa yaliyotarajiwa katika jamii. You might go very further in the aspect of education, but how much are you useful to the community? Kufeli mtihani sio kufeli maisha. Wale wanaomaliza kidato cha 4 na cha 6 na chuo kikuu wakafeli wakanywa sumu, hawajitambui. Kufeli mtihani sio kufeli maisha. Mungu amejaza karama nyingi ndani mwako, na pengine hiyo karama ya uelewa wa juu na kumbukumbu nzuri ya kukupa, lakini amekupa vipawa vingine. Bibi huyo alikuwa mkulima na mfugaji. Alisoma elimu ya darasa la kwanza hadi la 4. Na bibi huyu alijitahidi kuangalia familia yake, kusomesha watoto mpaka akapata maprofesa na watoto wa elimu ya juu. Si kigezo cha elimu kitakupa mafanikio, ni kutambua karama zako na kumshirikisha Mungu atembee na wewe ili uweze kufanikiwa. Usije ukaingia katika dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu, kukata tamaa kwa sababu umeshindwa kufikia ndoto zako ulizozipanga ambazo si mpango wa Mungu. Kuna watu wanapanga mipango yao ambayo si mipango ya Mungu. Ukiwa na wenzio unawaambia, akija mwanaume ambaye hana kiwanja, hana gari, hana kazi, aolewi. Watu wako bize kufikiria mambo ya maana na sio mambo ya kichwa cha chini, bali wanafikiria mambo ya kichwa cha juu. Tumsifu Yesu Kristo. Kidato cha 4. Kidato cha 4. Nyakati ngumu zinazaa ubunifu. Nyakati ngumu zinazaa nini? Ubunifu. Mnapokutana na changamoto, hapo pana neema. Kuna wanaoletwa shuleni kidato cha kwanza, akirudi nyumbani ni kueleza matatizo pale shuleni. Maji hamna, tunaenda kuchota maji kule bondeni. Pale shuleni kuna wizi. Wewe unategemea mkae watu 500 msiibiane? Hivi mwalimu wa zamu atasisitiza nini? Wote mkiwa wema, hakuna anayeshika cha mwingine. Hata pale akija hapa atagemea lipi?
Lakini yale mabaya sio ya kushikilia. Yale mabaya ni ya kufanyaje? Ya kuacha. Kwa sababu hayatujengi. Hivyo nyakati ngumu ni nyakati ambazo zinaleta ubunifu. Sasa hivi kuna wazazi wanaosema mtoto wangu siwezi kumuombea kwa mtu. Tuseme umefaulu kidato cha 4, umefaulu vizuri, ukapangwa shule inaitwa Msalato Girls iko Dodoma. Na pale Dodoma mjini kuna mtoto wa shangazi yako anaishi pale. Mzazi wako anasema mtoto wangu siwezi kumuombea kwa mtu kwa sababu anajua alivyokulea. Madeko, kila kitu, unakuwa kama kuku wa broiler. Mahitaji yote analetoa pale alipo. Usipomletea anasema nalala hapa mpaka nife. Kujisogeza kunywa maji, akisukumwa hanywi. Mwenzake anaendelea kuimarika kwenye afya, mwenyewe. Ndio maana formula ya kufuga kuku wa broiler, ili wote wawe na afya njema, weka vyombo vya chakula na maji karibu ili waweze kula. Wakileta mgomo wa kutembea kufuata chakula, wengine wanakondeana. Angalia malezi uliopata na wazazi wako. Kama ni malezi ambayo they are not formative, they are deformative. Formative formation is that sort of formation which makes you to be integrated person. But deformative formation is that one which distracts you from interpreting environmental situations. Unaona kwamba malezi uliopewa nyumbani ni malezi ambayo yamekupeleka hujawahi kukosa chochote, wala chochote hakijacheleweshwa. Ninyi ni vijana ambao mmepelekwa shuleni na magari, linakupitia getini, au sigeli anakushika mkono na kupeleka kukupakia kwenye gari na kukurudisha. Nyinyi ni vijana ambao umepata malezi ya usigeli kwa kiwango cha juu kuliko ya mama yako na baba yako, wako bize kazini. Nyinyi ni vijana ambao wazazi hawakuwa na muda wa kutosha na nyie kwa sababu ya changamoto za sasa hivi. Nyinyi ni vijana ambao hamjabahatika kunyonyeshwa miaka 2. Aliyenyonyeshwa sana ni mwaka 1, ukaachishwa kwa sababu ya changamoto za mazingira na kazi. Nyinyi ni vijana ambao mmekutana na changamoto nyingi mkazificha na zinakuja kuonekana baadaye. Tuseme nyumbani ya usigeli au usiboi amekufanyia kitu ambacho ungepaswa utoe taarifa mapema, ukakaa kimya. Kimekufanya umetembea ukiwa psychologically broken mpaka umefikia nyakati hizi. Na ndio maana kuna vitu tunaviona, unaona kabisa hii ni changamoto kuanzia kwenye familia. Sasa kuweni tayari upokea ushauri. Kuweni tayari kukubali ushauri. Kuweni tayari kujua ya kwamba nilivyolelewa sikuimarishwa vya kutosha, na paswa nijilee vizuri ili niweze kufanya maamuzi mazuri ya maisha yangu, niweze kusimama kama mtu mzima aliyekomaa. Tambueni shule yetu ina fence. Kuna watakao maliza kidato cha 4 wasiende form 5. Mtaenda vyuo mbalimbali. Huko vyuoni hakuna fence. Fence ni kichwa chako. Huko vyuoni hamna kengele. Kengele ni saa yako na kichwa chako. Huko vyuoni kila kitu taarifa ni kupitia mitandao. Unapata taarifa kwamba kipindi fulani kimebadilishwa. Usipoonyesha ukomavu, maisha ya chuo ni tofauti na mazingira ya hapa. They will not give you a favorable environment for you to pass the exam. Matokeo yake mtatoka huko na GPA ambazo they are not favorable for making your future to be bright enough. So make sure you act maturely, even though you have not reached an age of that
situation from being a matured person and make a right decision. Mtoto ambaye wazazi wake wote wawili wamefariki, yatima, anapaswa kusimama kwa miguu yake akitambua sina wazazi, lakini nina watu wanaonipenda, wanaonishauri. Hivyo usipokuwa na misimamo ya kimaisha unapomaliza kidato cha 4, hata huko mbele utakuwa giza. Those who are in need of close formation, form 1, form 2. Na tulishazungumza mambo mengi hapa. Mambo ya kawaida yasisumbue kichwa chako. Sababu wewe unaweza ukaona kitu kinakusumbua kichwa chako ukafikiri ni jambo jipya, kumbe la kawaida. Ukiona vijana wanakusumbua kwa message, upige magoti mwambie Mungu, kuna kitu cha pekee umeweka hapa kinasumbua watu. Na mimi naonyesha msimamo. Ukiona umeolewa, watu wanaendeleza usumbufu, ujue kuna kitu cha pekee kinachohitaji msimamo wako ili udumu kwenye ndoa yako. Kwa sababu maisha yanahitaji misimamo itakayokusaidia kufikia lengo na kufurahia lengo. Nilishawaambia kuhusu umbo la chura. Msiishi maisha ya umbo la chura. Haeleweki amechuchumaa au amesimama. Na hataki kutembea, anaona atachelewa ataruka. Na anaporuka ajui anatua eneo gani. Unaweza ukaruka ukatua kwenye kaa la moto ukaungua. Nendeni taratibu, hakuna kuchelewa. Nilishawaambia pia kichwa cha kuku ni kidogo, lakini kuku anajua kuchambua punje za mchele, amezi kila kitu. Pima ukubwa wa kichwa chako, ni vichwa vingapi vya kuku, unashindwa kuchagua. Kila mtu twende, mpaka unakatua jina dada poa. Uwe na misimamo ya kuchagua. Useme hiki ni kizuri na shikilia, hiki ni kibaya na kiacha. Nilishawaambia pia vaeni viatu vya saizi yenu. Ukivaa viatu makubwa ukapita mahali mvua imenyesha na kuna tope la kunata, utateseka. Kama wewe una umri wa miaka 18, 22, tafuta kijana mwenzio. Sio kudanganywa na lizee la miaka 40. Unajipeleka tu. Mnapotafuta wachumba muwe makini kuzingatia vigezo ambavyo nilishawafundisha. Kigezo cha umri, elimu, imani na kadhalika na kadhalika. Nilishawaambia unapokutana na mtu ana miaka 40 akaongea na wewe mwenye miaka 20 mkakubaliana, kuna vitu viwili vimefanyika. Aidha miaka 20 ameenda mpaka akafikia miaka 40 mkaweza kuelewana, au miaka 40 ameshuka mpaka miaka 20 mkaongea mkaelewana. Tafuta mtu wa rika lako katika mambo yanayohusu rika. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, tukubaliane kuishi nyakati ambazo tunakubaliana na haki zetu. Achaneni na watu wanaomkosoa Mungu. Kuna utamaduni sasa umeingia wa kumkosoa Mungu miongoni mwa wadada wengi. Kuona Mungu kope zangu hakuziweka sawa, unabandika nyingine. Kucha zangu haziko sawa, unabandika kucha juu ya kucha. Kifua changu hakiko sawa, unabandika masponji juu ya kifua. Makalio yangu yako sawa, unaweka masponji juu ya makalio. Acheni kumkosoa Mungu kwa sababu alivyokuumba amefanya kazi yake vizuri na ameona umependeza vya kutosha kuwa ni kioo cha jamii cha kumvutia kila mmoja anayekutana na wewe. Muda ukipita haurudi tena. Gazeti linakuwa na maana linapotoka asubuhi. Yakikusanywa mahali pamoja mpaka jioni yakakaa bila kusomwa, yamepitwa na muda japokuwa hayatumiki. Wale mtakaotoka hapa muende vyuo vikuu, vyuo mbalimbali kwa ajili ya masomo ya certificate, diploma. Na wale mtakaorudi form 5, bado mtakuwa hamna fursa
ya kuchumbiwa, bado ni wanafunzi. Mkiwa vyuoni, kama una umri kuanzia miaka 18 kuendelea, utakuwa na fursa ya kuweza kuchumbiwa na kuanza maisha ya unyumba. Sasa angalieni muda. Kuna mtu anajifanya kwamba mimi, umepata mchumba ukiwa chuo mwaka wa pili, unasema mimi ni mpaka nipate PhD. Unasoma, ukimaliza PhD kila mtu anakukimbia. Anasema mwanamke msomi hafai kuingiza jikoni. Fursa ikija kwa nyakati zake, ipokee, ikumbatie, ifanyie kazi. Huo ni ujumbe wa wale ambao wanaenda vyuoni. Ukijitazama kwenye kioo, jione wewe, usione wengine. Ukijitazama kwenye kioo, jione wewe, usione wengine. Usipoteze muda mrefu kwenye kioo kwa sababu unajifahamu. Tafakari, tokea lini umeanza kujiangalia kwenye kioo mpaka leo hujajifahamu? Tambua wewe ni mzuri vya kutosha, ulioumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Tumia uzuri wako kutumikia jamii na jamii itakuthamini. Kuna katekista mmoja alikutana na misionari, akampa zawadi ya kioo. Huyu katekista alikuwa na mke mwenye wivu sana. Kile kioo alivyojitazama, akajiona, akasema hiki ni kitu kizuri, naweza kujiangalia, akakiweka kabatini. Sasa kila wakati akiingia chumbani, anafungua kabati, anajitazama muda mrefu. Mke wake anamwambia, unafanya nini huko ndani? Akamvizia, akakuta amefungua kabati, anajitazama. Akafunga kabati haraka. Akamwambia, ni kitu gani umeweka huko kabatini? Alivyotoka akamwibia ufunguo, akafungua kabati, akakuta kioo, akajitazama. Akaanza kupiga kile kioo, anasema, huyu ndio mwanamke ambao unakuja kuonana naye huku, kumbe ni yeye mwenyewe. Inasababisha unajifungia chumbani na kupoteza muda mrefu. Akapasua kile kioo, hakujua ni yeye anajiona, akadhani mwanamke mwingine, mume wake anamuona kule. Unapotazama, ona kitu sahihi, usione fikra zako. Hivyo unapoingia katika jamii, angalia vitu unavyoelekezwa vilivyo sahihi, uvipokee ili vikusaidie uweze kufikia ndoto zako. Nilishawaambia mkono wako una maana kubwa. Yakaenda hivyo mpaka sasa umefika kidato cha 4. Kidole cha pili kinakwambia sasa umeanza kuonekana. Kuwa makini, kuna mtu anataka kuvalisha kitu hapa. Umeshaanza kuonekana. Kidole cha tatu, mafanikio yako umeanza kuyaona, kama elimu unayo, kama ni akili ya kuchambua kizuri na kibaya, uwezo huo unao. Kidole hiki cha 4 ni cha kupambana na ambao wanaingilia mafanikio yako na kutaka kuyakwamisha. Uwakemee. Waambie, achana na maisha yangu, usiniharibie ndoto zangu. Usiache kukemea unapokutana na matapeli wa kuharibu ndoto zako. Kidole hiki cha 5 ni cha kuambia, tazameni, nimepambana na sasa nimefikia ndoto zangu na furahia maisha. Tumsifu Yesu Kristo. Nimalizie kwa kusema, ukitaka kuota lazima ulale. Ukitaka kuota lazima ufanyeje? Ulale. Laleni muote ndoto nzuri. Ukitaka kufanikiwa lazima usome. Msijidanganye ukafika kidato cha 4 ukafanya vizuri ukafikiri kwamba una akili sana. Pengine mtihani mwaka huu ni rahisi mno. Sasa ukifanikiwa, bidii ile uliyoionyesha, endelea kuonyesha bidii hiyo hiyo. Division 1 isikudanganye. Kuna ambao walimaliza form 4 na division 1 za pointi 7, form 6 wakafeli, wakapata 3 za mwisho. Bidii unayoonyesha sasa, tembea nayo mpaka mwisho, ili ndugu zangu ukafikie
malengo yako na ukakamilika katika furaha yako unayoitafuta. Hivyo ukitaka kuota lazima ulale. Ukitaka kufanikiwa lazima usome kwa bidii. Someni kwa bidii. Huu muda wa mwezi mmoja uliobaki unatosha sana kuweka sawa hiyo division 1 ya pointi sijui ngapi irudiwe ya pointi 7. Si ndio? Mshale unaenda mbali kadiri ulivyovutwa. Vuta mshale wako. Na usiupige bila kuwa na lengo unataka ulenge wapi. Kwa hiyo kadiri unavyovuta kwa bidii mshale wako utaenda mbali zaidi. Kadiri unavyosoma bila kujihurumia ndivyo utakavyofanikiwa. Elimu ni bahari. Mkaendelee kujifunza kwa bidii, mkijua ya kwamba maisha mafanikio yake lazima kupambana na ni lazima kujitahidi katika hali na mali ili ufikie kile ambacho unakitaka. Ndugu zangu, Waswahili wanasema ukitaka wa kusafiri naye chagua anayependa kusafiri na wewe, sio anayependa kusafiri. Ukitaka wa kusafiri naye chagua anayependa kusafiri na wewe, sio anayependa safari. Chagueni marafiki wazuri watakao wafanya mfikie ndoto zenu. Mtakapokutana na marafiki wa kuwapotosha, mkienda chuo kikuu, mtakutana na wadada waliopewa jina na jamii, siku hizo wanaitwa matomboy. Mnawafahamu an act as a man though is not a man. Alafu anataka kukutangazia umiliki. Chagueni marafiki wazuri. Kwa sababu jamii yetu sasa hivi, hata jamii ya Tanzania, ushoga na usagaji ni changamoto kubwa inayofifisha tunu za utu wa mwanadamu, kwamba ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu na Mungu anapenda kumtumia mwanadamu kuendeleza kazi ya uumbaji. Tunautumia vibaya hasa hii tunu tuliyopewa na Mungu. Tambueni milango ni midogo kuliko makufuli yanayofunga milango hiyo. Na makufuli ni madogo kuliko milango inayofungwa na makufuli. Na funguo ni ndogo kuliko makufuli. Lakini funguo hizi ndogo zina uwezo wa kufungua kufuli kubwa. Na kufuli hili dogo lina uwezo wa kulinda mlango mkubwa usiingilike na kila mtu. Umri wako mdogo ulionao hautakushinda kulinda maisha yako ufikie ndoto zako. Zikazanie ili Mungu akakubariki kuzifikia ndoto zako na kufurahia maisha ambayo unayaendea. Never judge a person based on one season. Mlivyo hapo, you might be judging each other. Kwamba fulani uwezo wake ni mdogo, subirini mkitawanyika ndio utatambua. Never judge a person based on one season. Remember, David in one season was a shepherd boy, but in the next season he became a king. Remember, in one season Joseph was regarded as a prisoner, but in the next season he was regarded as a prime minister. Please, msidharauliane kwa ajili ya mapungufu mlioyaona na mkafahamiana mnayoona kwa wengine. Endeleeni kutembea kama marafiki na kuwachukulia wale wenye mapungufu kama marafiki, kwa sababu hamjui kesho atakuwa wapi na atakusaidia nini. Kamwe katika maisha usisahau watu waliokusaidia wakati wa shida. Hivyo muwakumbuke wazazi wenu mtakapofanikiwa kuwatunza.
Wakumbukeni walimu wenu, wakumbukeni waliowalea walezi wenu, waliowasababishia shida wasameheni, ili mkatembee mioyo yenu ikiwa mepesi na mkapate sifa kwa Mungu, kama Yesu alivyotufundisha pale msalabani akisema, Baba, wasamehe hawa wote kwa kuwa wajui watendalo. Mkajae roho ya msamaha, msitembee na chuki, ili mkawe huru katika ulimwengu wa kiroho na kisaikolojia, mkawe person with balanced personality. Maisha ya vinyongo ya chuki yamepelekea jamii kuwa na ladha mbaya, na ninyi nyote mnaoishi hapa kama familia Maria Goretti, msipopendana hamtasaidiana, msipopendana hamtadhaniana vizuri, na mtasababisha wengine washindwe kufikia ndoto zao. Wale wenye uwezo mdogo wasaidieni, mafanikio yao ni furaha yenu. Wale ambao mnajua kitabia hawajapata malezi mfungamano ambayo yanawasaidia wafikie ndoto zao, muwarekebishe kwa upendo ili waweze kuzifikia ndoto zao, na wazazi wakaonje furaha ya matumaini, kwa sababu ninyi watoto ni matumaini makubwa ya ufanisi wa kazi walioifanya wazazi ya kuwaleta duniani, kuwalinda na kuwawezesha katika kupata haki zenu msingi, ikiwepo haki ya elimu, mkafikia hatua hii mlioifikia. Tumsifu Yesu Kristo.